Wanajeshi wa Kijerumani wa enzi ya ukoloni waliwaua maelfu ya watu wa kabila la Herero na Nama waliokaidi utawala wao katika nchi ya Afrika ya Kusini mwa kati ya miaka 1904 na 1908. Nchi hiyo ilijulikana kuanzia mwaka 1884 hadi 1915 kama Afrika ya Kusini ya Magharibi ya Kijerumani, ikiwa sehemu ya dola la Kijerumani barani Afrika pamoja na Togoland ya Afrika Magharibi, Kameruni ya Kijerumani ya Afrika ya Kati na Afrika Mashariki ya Kijerumani iliyoundwa na maeneo ya leo Tanzania bara, Burundi pamoja na Rwanda. Siku ya kumbukumbu ya mauaji ya kimbari inaadhimishwa katika bustani za bunge la Namibia na itahusisha taa za mishumaa na dakika ya ukimya kulingana na ratiba za serikali iliyotolewa Jumatatu wiki hii. Na ni tarehe 28 mwezi Mei ambako ndio kumbukumbu ya kuwakumbuka wale wote waliopambana kuhakikisha Namibia inakuwa huru. Na serikali imetangaza kuwa siku hii itakuwa ni siku ya mapumziko, na wanadiplomasia mbalimbali wanatarajiwa kuhudhuria hafla hiyo ambapo Rais Netumbo Nandi-Ndaitwah atatoa hotuba kuu. Maadhimisho hayo yatafanyika kila mwaka kuanzia sasa kuashiria mwanzo wa safari ya kitaifa ya uponyaji, serikali ilisema. Pia inatumika kama muda wa taifa kutafakari na kuomboleza, serikali iliongeza. Tarehe 28 Mei ilichaguliwa kwa kumbukumbu hii ya kila mwaka kwa kuwa ilikuwa ni siku ya mnamo mwaka 1907 ambapo mamlaka ya Kijerumani zilitoa amri ya kufungwa kwa kambi za mateso kufuatia ukosaji wa kimataifa, huku hali mbaya ya vifo vingi vilivyokuwapo huko. Mauaji ya kimbari ya kwanza ya karne ya 20, Ujerumani kwa muda mrefu ilikataa kubeba lawama kwa tukio hilo la mwaka 1907 nchini Namibia, na ilikubali rasmi mwaka 2021 kuwa walowezi wake walihusika na mauaji ya kimbari baada ya mjadala ulioanza mwaka 2015. Berlin haijatoa msamaha rasmi wala fidia, lakini mwaka 2021 iliahidi msaada wa maendeleo wa zaidi ya euro bilioni 1 kwa kipindi cha miaka 30, ambapo ulikataliwa na nchi ya Namibia na majadiliano bado yanaendelea. Ujerumani inatambua rasmi mauaji ya kimbari ya enzi ya ukoloni nchini Namibia. Ujerumani ilitawala Afrika ya Kusini Magharibi ya Kijerumani kama koloni, ambapo walowezi walichukua wanawake, ardhi na mifugo ya wenyeji, jambo lililosababisha kabila la Herero kuanzisha uasi Januari 1904. Zaidi ya watu 100 wa Kijerumani waliuawa katika kipindi cha siku chache. Kabila dogo la Nama liliungana katika uasi huo mwaka 1905. Jamii ya walowezi iliyokuwa ndogo sana, wachache tu kwa maelfu, na Ujerumani iliyofia kupoteza uwezo wake wa kutishia wenyeji. Hivyo Wajerumani walijibu kwa ukatili mkubwa. Inakaribia kuwa watu 60,000 wa Herero na 10,000 wa Nama waliuawa. Mamia walikatwa vichwa baada ya kuuawa na fufu zao kutumwa kwa watafiti mjini Berlin kwa ajili ya majaribio ya kudhibitisha ubora wa jamii ya wazungu dhidi ya weusi. Ujerumani iliondoshwa kutoka katika koloni hilo mwaka 1915. Namibia iliwekwa chini ya utawala wa Afrika ya Kusini na ilipata uhuru wake mwaka 1990. Matukio haya sasa yanajulikana na wanahistoria kama mauaji ya kimbari ya kwanza ya karne ya 20. Baadhi ya wanahistoria hata wanaona mauaji haya kama hatua muhimu kuelekea mauaji ya kimbari ya Holocaust yaliyofanywa na Ujerumani barani Ulaya wakati wa vita kuu ya pili ya
Belinda Semtandi, Sat Media.